umeratibiwa kwa hivi sasa wa jinsi gani ya kumuaga mwenda zake Raila Amolo Odinga, na endapo atapata fursa ya kuzungumza na wale wandani wa marehemu ambao wako pale, labda kwa kauli moja ama mbili, tutakuwa tunawapa ruhusa na wananchi ambao wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali kuja na kutoa heshima zao za mwisho kwa Raila Amolo Odinga. Endapo ni mwepesi wa methali shuleni, wanasema kwamba jina jema ung'aa gizani. Ndio hali halisi ya jinsi tunachokiona kwa Raila Amolo Odinga. Kwa moja tuelekee Nyayo. Kikosi kizima kwa pale ili tuwape fursa watujengee picha mambo yalivyo, alafu baadaye tukirudi studioni mtakuwa naendelea ndugu zangu. Kwa pamoja wana Citizen, siweze kumtanguliza mmoja baada ya mwingine, na wakaribisha nyote kwa mpigo mtueleze kipi ambacho kinaendelea kwa sasa na utaratibu wa sasa kuendelea paka jioni watu kuangalia mwili ni upi. Na asante sana Rashid. Ndipo sasa hafla hiyo inakamilika, ambapo misa hiyo ambayo ilikuwa inafanyika ama hotuba hiyo ambayo imekuwa ikiendelea, Rais William Ruto imekamilisha sherehe hii ya kumpa taadhima na heshima yake Raila Amolo Odinga katika uwanja huu wa Nyayo. Na bila shaka Tenges, imekuwa ni siku aina yake. Tumeona viongozi wakitoa hotuba, Rais Ruto akimsifia Raila Odinga kwa namna alivyosimama na taifa, lakini pia kuna semi zingine ambazo zimeibuka kutoka kwa viongozi. Je, unasema vipi kuhusiana haswa na hotuba ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta? Bila shaka kama ulivyosema, imekuwa ni hafla ambayo imekuwa na hotuba, anaweza kusema hotuba nzito ambazo zimetamkwa na wale ambao walizungumza hapa. Tuanze kwanza na kasisi ambaye alikuwa anahubiri leo, kasisi aliyesisimua ambaye alisisimua bila shaka, Bishop Kodi ambaye alizungumza kindani, akionekana kuhubiri kuhusu maadili, hususan lile swala la ufisadi, na kusema kwamba ikiwa kuna wale ambao wamefuja rasilimali za serikali kwa njia moja au nyingine, basi ni sharti wajue kwamba mkono wa sheria ni mrefu, na hivyo alikuwa analaani tendo au vitendo vya kuiba pesa au mali ya umma. Vile vile tukija kwa vile vile mazungumzo kutoka kwa familia, tukaweza kuona kwamba familia kwa mapana wameweza kuzungumzia maisha ya hayati Raila Odinga kwa undani, wakisema kwamba alikuwa baba ambaye walimtegemea hususan kwa mawaidha, baba ambaye alikuwa anawapa mawaidha kila kuchao kuhusu namna ambavyo wangeishi na kuendesha shughuli zao za kila siku. Lakini nduguye Oburu Oginga ndiye nadhani amezungumza kwa undani kabisa kuhusu utawala na vile vile maisha yake ya siasa, namna ambavyo walikuwa pamoja. Nakumbuka kwamba amesema tangu utotoni Raila Odinga alipenda haki itendeke kwa kila mmoja, na ni jambo ambalo alibeba katika maisha yake ya baadaye. Naam, na bila shaka Seth, huko hapa na sisi pia kuna majina ambayo Raila Odinga amesifiwa nayo. Wanasema alikuwa anaitwa Jacob, alikuwa anaitwa Baba, alikuwa anaitwa Tinga. Je, unakumbuka nini haswa kuhusiana na namna Odinga alisifiwa katika hotuba ambazo zilitokea hapa? Na asante sana Emmanuel. Kwa kila wakati ambapo Raila Amolo Odinga mwenda zake alisimama kuwa rais toka mwaka 1997, alitumia ile tunasema symbol tofauti. Basi huku mwisho alikuwa anaitwa Baba, aliwahi itwa Jacob kumaanisha mwenyekiti, aliwahi itwa Nyundo. Unakumbuka wakati wa ODM, wakati wa chungwa, symbol ilikuwa ni Nyundo, kumaanisha kwamba ilikuwa ni kuchapilia misumali ili kumaliza kazi. Kwa hivyo tuliweza kumuona kwamba mwanawe Winnie Odinga alitumia matamshi hayo. Vile vile Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, alitumia majina hayo. Naye rais wa sasa William Ruto vile vile alitaja majina hayo, kwa maana majina hayo yana umuhimu. Naam, labda kabla nitoke kwako, jina Jacob, kwa sababu tunajua mahali ambapo unatoka, inamaanisha nini? Jacob inamaanisha mwenyekiti, na mwenyekiti una umuhimu mkubwa sana hasa katika jamii ya Kijaluo. Maana yake kwamba kitu ya kwanza
tunapokuwa na masuala tofauti ya kisiasa, masuala tofauti ya kifamilia ama masuala tofauti ya jamii, basi ni yule Jacom, kumaanisha mwenyekiti ambaye huwa anaitwa ili aweze kushauriwa kwa jamii kuchukua mwelekeo fulani. Nakumbuka kwamba jamii ya Luo vile vile ina mwenyekiti wa baraza kuu, tunaita Luo Council of Elders, iko na mwenyekiti, na uchaguzi ama kuteuliwa kwa mwenyekiti wa Luo Council of Elders ni shughuli kubwa mno, na hayati ama aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga alikuwa kwenye mstari wa mbele kushauriana na vile vile kuwa kwenye kamati ya Luo Council of Elders. Kwa hivyo Jacom inamaanisha kwamba ni mwenyekiti, mwenye jamii, na ukipenda mwenye nchi. Asante sana. Kwa hivyo Tenges, wewe pia ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa wa miaka nyingi, mwenye tajriba, haiba na vipimo vya aina yake. Je, unazungumziaje kelele, nduru, shangwe ambazo zimekuwa hapa wakati viongozi wanaingia? Kuna mmoja ambaye nduru yake ilikuwa nyingi, ilikuwa kubwa zaidi. Kusema shukrani sana kwa wasifu huu ambao wengine wengi wamenieleza, lakini leo tukubali. Basi wacha turejelee tu hiyo taarifa hotuba ya rais staff Uhuru Kenyatta kwamba tu wakati ambapo alirejelea na kusisitizia hasa jambo ambalo alisema demokrasia ya nchi hii, haki za kibinadamu haziwezi kuzungumziwa bila kutaja jina ya Raila Odinga. Kwa hivyo rais mstaafu Uhuru Kenyatta ameonekana kumlimbikizia Asifa kedekede, anakutoa taarifa akisema kwamba nina hadithi ndogo si ndefu kuhusu wakati ambapo walikuwa wanaburudika pamoja na Raila Odinga na yale mambo ambao walikuwa wanajadili. Kwa hivyo anikuonyesha kwamba pia kulikuwa na ucheshi ndani ya urafiki wao, na wakawa kitambo walikuwa mahasidi kisiasa, lakini wakawa marafiki. Ukurubako wao umeonekana kushamiri katika siku za hivi karibuni. Lakini hatuko peke yetu, tuna Lulu Hassan na kina dada Lulu Hassan na vile vile Brenda Wanga ambao wako hapa. Lakini kabla niwape usukani, niruhusu nizungumze na wazee wawili hapa. Shukran sana kwa kujiunga nasi katika runinga Citizen. Anza na jina lako kisha utueleze hii leo utamkumbuka vipi Raila Odinga. Mimi naitwa David Abaki Odhiambo, Assistant Archbishop wa kanisa la Nomia Church. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa rafiki yetu sana, alikuwa kama baba yetu. Mimi nilikuwa kiongozi wa madhehebu mbalimbali hapa Nairobi ambaye tulikuwa tunaombea yeye. Baba tutamisi na mama yote. Yeye ndiye ameleta devolution, yeye ameleta multiparty, Raila amegeuza hii nchi kwa mzuri. Sasa ningependa wananchi wa Kenya wafuate nyayo zake. Ningependa tena watu wa Nyanza wawe kitu kimoja, so that they can follow the legacy of Raila Amolo Odinga. Mimi kama kanisa la Nomia Church nimesimamia, ningependa Mungu aweke mahali pema peponi. Na shukrani. Hata tuzungumze na mzee mwingine mmoja kwa kifupi sana, tueleze kauli yako na utamkumbuka vipi Raila Odinga. Kwa majina naitwa Otieno Amos. Siku ya leo mimi ninataka tu wana Kenya tuombe kwa sababu tumeachwa na baba. Baba alikuwa mtu ambaye anapenda kuunganisha watu. Tuombe kwa sababu baba alikuwa na sauti. Aliposema nchi tulie, majenzi waliacha vita. Kwa hivyo tuombe Mungu sana tuwe na umoja. Pia tuombe mama Aida, tuombe familia ya Jaramogi Oginga Odinga, na tuombe ara rais wetu William Samoei Arap Ruto. Naam, shukran sana. Niruhusu nizungumze na mzee mwingine mmoja, kisha tutazungumza na kijana mmoja. Mzee, anza kwa jina lako, kisha utueleze wewe utamkumbuka vipi Raila Odinga. Okay, jina langu ni Askofu Charles Omuodo wa dhehebu la Nomia Church. Leo nimefika hapa uga wa Nyayo kuungana na Wakenya wenzangu kusherekea maisha ya mwenda zake baba yetu Raila Amolo Odinga. Sisi kama watumishi wa Mungu tumeshukuru Mungu kwa maisha yake, yale ambayo amefanyia Kenya. Hata kama ameenda, lakini tunaomba Mwenyezi Mungu nafsi yake atabaki kwa mioni ya Wakenya milele na milele.
imani baki Kenya. Mungu awabariki Kenya. Asante. Shukran sana. Namuona Daktari Ouma Oluga ambaye ana ujumbe kuhusu taratibu za kiafya. Nafikiri tukienda mbele, pengine daktari, ni lipi ambalo ungependa kusema? Asante sana. Kwanza kabisa ni kuomboleza na kupeana rambirambi zangu kwa familia ya Raila Odinga ambao ni marafiki wangu sana, na pia kupeana rambirambi kwa Rais Ruto kwa niaba ya Wakenya wote, na pia kushukuru sana kwa ile maisha tumekuwa nayo. Mimi ni mojawapo Raila alikuwa amependa sana, na ndio maana Rais Ruto na Mama Aida walionea kwamba mimi niende huko India na nilete mwili yake. Ni heshima kubwa sana. Kwa sasa tungependa kutangaza ya kwamba tuliangalia hali jana, vile ilikuwa jana, tuliweka 36 ambulances na pia tukashughulikia wale watu wa Kenya wote, na pia tumeweka taratibu ya matibabu ile ya emergencies. Hata leo tuko hapa na 24 ambulances. Mtu yote ambaye ako na shida, tuko na Red Cross, tuko na St. John's, tuko pia na Wizara ya Afya na University of na County ya Nairobi. Tumeweka madaktari hapa. Kule Siaya tuko na mipango, na pia Kisumu tutaweka 41 ambulances all around. Lakini pia tungependa sana kuhimiza watu wetu wawe watulivu. Sisi wote tunaomboleza, tuwe watu wa amani, tusikuwe tunasukumana sana. Jana kuna watu wameumia, tumewashughulikia karibu watu 100, lakini tungependa sana haya yote, ambulance tumeweka, madaktari tumeweka, lakini muhimu zaidi ni tafadhali mtu asiumie. Tafadhali tu tuombeleze Raila kwa heshima, tupatie mzee rambirambi zake za mwisho. Na huko Kisumu pia kuna vile crowd itakuwa inaendelea, na kila pahali tumeweka vile madaktari watakaa, na tunawashukuru sana kwa heshima yenu. Pia tunawashukuru kwa kuwa watulivu. Asante sana. Shukran sana Daktari Ouma Oluga, waziri katika katibu katika Wizara ya Afya, na umeweza kumsikia akizungumzia tu kwamba tayari kufikia jana walikuwa wamewapa matibabu majeruhi wafikao 100 kutokana na matukio ambayo yalitokea hapo jana. Pengine Brenda Wanga, una la ziada au? Naam, naarifiwa kwamba moja kwa moja turejeshe studioni kuzidi kufuatilia matokeo hapa katika uwanja wa Nyayo. Kwa sasa wako studioni. Wamepata fursa ya kujieleza, wamepata fursa ya kuongea, fursa ya kutoa rambirambi zao. Tumepata wageni kutoka ndani na nje ya nchi, viongozi wa kisiasa, viongozi mbalimbali, maraisi wastaafu, ambao wote wamekuja tu kumpa buriani Raila Odinga. Kwa sasa kinachoendelea ni kwamba wananchi ambao walikuwa wamekuja hapa katika shughuli hii wanapata fursa ya kuona mwili wa Raila Odinga. Wanapewa fursa hiyo ambayo kufikia jana walipata kwa muda mchache tu hapo katika uwanja wa Kasarani, ambapo hali haikuwa jinsi ilivyo kwa sasa. Tunaona kwamba ulinzi umeimarishwa kwa pakubwa sana. Askari jeshi, askari wa kawaida wamekuja kwa wingi. Ukiwaona katika runinga yako ni kwamba wametengeneza foleni ambayo inahakikisha kwamba shughuli hii inaendelea kwa njia ya ustaarabu na kuhakikisha kwamba usalama wa watu ambao wamefika hapa unaimarishwa. Lulu, labda wewe unatazama aje shughuli hii kufikia sasa? Ni mambo gani ambayo umeona? Ama kwa hakika kama ulivyoona kwamba ni siku ya huzuni, siku ya kusikitisha Brenda,
siku ambayo sio wengi waliweza kutarajia. Na kama unavyoona mtazamaji, nyuma yetu ni watu waombolezaji ambao kwa hivi sasa umetoka kutazama mwili na kuweza kutoa heshima zao za mwisho siku hii ya leo. Na leo Brenda, na imani kwamba sasa roho zao zitakuwa zimetulia siku ya leo. Naam Lulu, haswa tumepata kuona kwamba wamepata fursa kubwa kuona mwili wa marehemu Raila Odinga. Mbali na hayo ni kwamba wamepata fursa vile vile ya kutangamana pamoja, kulia pamoja, kuomboleza pamoja, kupiga densi pamoja. Imekuwa ni kwamba ni sherehe vile vile, majonzi lakini vile vile sherehe. Tumeona wamepata kusikia kutoka kwa familia ya marehemu Raila Odinga. Wameweza kumsikiza Bi Aida Odinga akielezea jinsi alivyoishi na mzee wake kwa miaka zaidi ya 50. Wameweza kusikia jinsi mwanawe Winnie Odinga alivyokuwa na babake hadi wakati wa mwisho. Wameweza kusikia jinsi Junior akieleza vile babake alivyomlea. Wameweza kusikiza jinsi Rosemary vile vile akielezea maisha yalivyokuwa kati yake babake na familia yake kwa ujumla. Lulu, tumeweza kuona picha ambayo labda wengi hawajawahi kuona. Raila tumemzoea kama mwanasiasa, lakini hii pia amewapea fursa kuona Raila kama mwanafamilia. Ameweza kupewa heshima kuu kwamba watu wengi wanamwenzi. Lakini Brenda, jambo ambalo nimeweza kuliona leo kuna utaratibu tofauti. Labda cameraman atufuate upande huu wa nyuma tuweze kupita na huku mtazamaji labda aweze kutufuata. Hii leo mambo ni tofauti, sio kama jana. Jana kidogo kulikuwa na vurugu mechi, na hii leo kuna mpangilio wa jinsi ya kwenda kutazama mwili na kuweza kutoa heshima ya mwisho. Alafu baada ya hapo watapita katikati ya hawa askari wa NYS. Naam Lulu, ni kwamba unaona jinsi mambo yanavyoendelea kwa sasa ni tofauti sana na mambo yalivyokuwa jana. Jana kulikuwa na watu ambao walikuwa wamejaa katika uwanja, katikati ya uwanja wakati shughuli hiyo ya kuendeleza kutizama mwili ukiendelea. Lakini leo tunaona kwamba wananchi ambao wamekuja kwa wingi sana wamejaza uwanja huu, lakini kuna order, ukipenda kusema kwamba kuna order ambayo watu wanatumia kuja kutizama mwili. Iwapo kupiga picha atatuongelekeza upande huu, ni kwamba wananchi wanaelekezwa waingie ndani ya uwanja, wanaketi chini, wanapanga foleni, na kila mmoja anapata nafasi ya kwenda kutizama mwili wa marehemu Raila Odinga. Lakini Lulu, maajabu haya ama ni vipi? Mambo yanaendelea kwa hali ambayo labda haikuwa inatarajiwa ama kutegemewa sana. Tofauti kubwa sana na mambo yalivyokuwa pale jana. Hivi leo unakuta kwamba watu kidogo wana ule ustaarabu. Waliona kwamba makosa yalitendeka hapo jana na hawangetaka kuyarudia makosa yale siku hii ya leo, kama njia mojawapo ya kutoa heshima na kutoa ile respect ambayo wao wenyewe wanasema wanamheshimu na kumwenza Agwambo. Tumesikia ametajwa majina mingi leo. Kila mmoja wanasema kuna yule alimuita Tinga, kuna mwingine alimuita Nyundo, kuna mwingine alimuita Agwambo, lakini atabaki kuwa baba. Kama alivyosema mstaafu Rais Uhuru Kenyatta, amesema kwa jina lake la kukumbukwa kabisa mwisho itakuwa ni jina la baba. Na asili ya majina hayo pia Lulu, katika hafla hii ya leo tumeweza kujua majina haya yalitokana kwa circumstances zipi. Majina ambayo yalitokana kwa circumstances za kisiasa, ujasiri wake, hali yake ya kupigania haki kila wakati, na ni fursa ambayo pia labda tulisema kwamba wengi wameweza kufahamu mengi zaidi kuhusu marehemu Raila Odinga. Labda ndio maana baada ya shughuli hiyo kukamilika, wengi wao wamebakia hapa kuona mwili wake, kuuaga mwili wake kabla utolewe hapo, pelekwe nyumbani kwake na kisha usafirishwe hadi Kisumu kesho kwa shughuli zingine ambazo zitakamilika katika maziko yake kule Bondo siku ya Jumapili. Lakini pia tukisisitiza Brenda, familia imesema kwamba tuache ile spirit ya Gwambo ibakie. Kwa mke wake mwenyewe pia aliweza kusema anataka spirit yake ibakie. Lakini ukiangalia wale ambao wako hapa ni generation tofauti. Kuna wadogo, wakubwa na hata wazee. Labda Brenda tuweza kuzungumza nao mawili matatu, watueleze ni kwa nini siku hii ya leo wamekuja hapa katika uga wa Nyayo. Naam, hapa tuko katika foleni ambao wamekuja kutizama mwili wa baba. Labda tuweze tu kuongea na mmoja ama wawili, watueleze nini imekuleta hapa. Unaitwa nani na nini imekuleta? Naitwa Heri Kinyagiro. Nimefurahia sana kufika kuona Raila. Nimeongoza shujaa ambaye alikuwa mtu wa kupigania nchi. Lazima tumuone, siku zote. Na maoni ni tofauti, maoni ni mengi. Wengi wanataka kusema jinsi wanavyomwenzi, jinsi wanavyomkumbuka baba Raila Odinga ambaye ametuaga
lakini kwa sasa shughuli inayoendelea na shughuli ambayo imewaleta hapa kwa wingi tu ni kuhakikisha kwamba wanautazama mwili wa mwenda zake Raila Odinga. Shughuli ambayo ukifikiri utadhani kwamba labda ni sherehe ya kukata densi, lakini ni sherehe ambayo wanaomboleza na vile vile wanasherehekea. Wanasema kwamba wanasherehekea maisha yake siku hii ya leo. Leo wanasema sio siku ya huzuni, ni siku ya kumthamini, siku ya kumwenzi, siku ya kumpenda na kumwonyesha na pia kuonyesha familia yake kwamba kweli huyu mtu tulikuwa tunamthamini. Naam, kwa hivi sasa mtazamaji, kama katika uga wa Nyayo, usalama umeweza kuimarishwa licha ya kwamba kuna maelfu na maelfu ambao wanatazamia kwenda kuona ama kutoa heshima zao za mwisho siku hii ya leo kwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Amolo Odinga. Ya kwenda kuona, at least kwa kile Kiingereza wanasema ni closure. Lulu, in English they say this is a perfect chance for the supporters, the hundreds and thousands of Raila Odinga supporters, to get what they would call closure. Many of them indicating through the social media, through the interviews we've had with many of them since the passing of